Na sema mbele za Mungu, sikumwambia ukweli kama kuna mikataba hata nilikuwa nishaingizwa, lakini pia hiyo mikataba mimi niliingizwa pasipo kujua, kwa sababu mimi nilikataa kusaini nilipopelekwa kule juu. Nilikataa kwa sababu niletewa hadi karatasi ya kusaini kwamba saini hapo, kulingana na nyota yako ulionayo utakuwa tajiri mmoja mzuri sana hapa Tanzania. Nikakataa. Sasa tulivyoanza mahusiano hayo sikumwambia ukweli yule kaka. Tukaenda. Mwisho wa siku nikaenda kuishi kwake. Nikatoka pale kwa kaka. Kaka alikuwa kasafiri kaenda Dar es Salaam. Akaka nichukua yule kaka tukaanza kuishi kwake pale. Alikuwa anaishi maeneo ya Meti. Tumeishi. Changamoto nyingi tu za ushirikina zilikuwa zinatokea. Naweza nikaa nimeweka kitu changu nakuta hakipo, lakini pia nilikuwa nasumbuliwa sana na mapepo sana. Naweza kuwa nimekaa najikuta nimepoteza fahamu, naweza kuwa nimelala, yani kwa jinsi alivyokuwa ananiambia mimi, kwa sababu wakati mwingine nilikuwa labda naongea hivi unaniona Esther hayupo tena hata masaa 3. Yani sipo mimi, yani sio mimi ambaye ni naye, yani sio mimi, si niko ulimwengu mwingine kabisa. Kwa yule kaka alihangaika na mimi kwa habari ya maombi. Kwanza alianza kwa habari ya waganga, kwa sababu alikuwa bado hajamjua Mungu. Tuna kwa waganga wa kienyeji, alipoteza pesa zake nyingi sana kwa ajili ya kunitibisha mimi, lakini kashindikana. Nikaja nikamwambia naomba unipeleke kwenye maombi, kwa sababu kwa waganga imeshindikana, nimechanjwa chale nyingi sana, siponi. Kwa sababu ilifikia hatua ananipeleka hadi kuniogesha saa 8 za usiku ziwani. Napelekwa mimi ziwani Lake Tanganyika kule, naoga, narudi kama mara 5 hivi, lakini bado siponi. Nikamwambia naomba unipeleke kwa wachungaji waniombee. Nakumbuka awamu ya kwanza alikuja mwinjilisti wa kanisa la Anglikana Katubuka, akaja akaniombea mle ndani, nikawa nimefunguliwa kidogo, kwa sababu nilikaa kama siku 2-3, lakini bado niliendelea kuwa na changamoto hiyo. Kwa niliendelea kuhudhuria maombi. Baadaye mambo mengi yalikuwa yani hata huyo kaka alikuwa kweli amempenda Esther, kwa sababu sijui yani mpaka sasa hizi tumetengana, mimi nasema huyu kaka kweli alikuwa amefikia, yani alikuwa amempenda Esther ile ndipo, kwa sababu kuna wakati ulikuwa ukiamka asubuhi unakuta damu nyingi sana ndani, lakini yule kaka pia alikuwa hajaokoka, alikuwa anachukua kitambaa na deki kwa jina la Yesu, ana deki zile damu, tunaendelea na maisha mengine. Hivyo anampenda Esther, yani anaanguka na mimi, anasimama na mimi, mbali na kujali pesa zake zinapotea kiasi gani, yuko na mimi. Akaja akasema basi tuhame hapa, tutafute sehemu nyingine. Wakati na ujauzito wa miezi kama 3, tuhame twende tukatafute sehemu nyingine, inawezekana na hii nyumba pia inachangia. Nikamwambia hapana, kwa sababu toka anaanza ajira, anasema ajira yake ni 2013, alianzia kwenye hiyo nyumba mpaka 2018 ambao tulikutana naye mimi yuko pale. Nikamwambia sio kweli, ni changamoto ambazo zinazonikabili mimi. Akaniambia tuhame, tutafute maeneo mengine, unaweza kukuta ni hapa ambapo tunapoishi kuna changamoto, kwa sababu alikuwa na mahusiano na dada mmoja pale ambapo alipokuwa amepanga. Akasaweza kukuta ni dada anakufanyia hivyo mke wangu, ndio maana umekuwa unasumbuliwa sana na mapepo. Mimi kwa sababu mambo mengine nilikuwa sijamweka wazi, kwa kweli nilikuwa sijamweka wazi. Akametafuta nyumba Buronge huko, tukahamia ama kule. Tulikuwa tuna pesa, kwa sababu pesa nyingi sana tulikuwa tunapoteza huku na huku kwa ajili ya kutafuta uzima wangu. Akamempigia simu dada yake ambaye ni mwalimu yuko Arusha, akampigia simu akamemwazima shilingi 300 ambayo tulienda kulipia kule. Tumehamia kule, tumekaa. Changamoto ziliendelea kuwepo za ushirikina sana. Na yule kaka mwisho wa siku alihamishia makazi yake Kigoma, baada ya kusikia mimi tayari nimeshapata mwanaume, lakini alihamishia makazi yake Kigoma kwamba hauwezi ukaolewa kama mimi bado naishi. Kaka mume yule, kama bado naishi hauwezi ukaolewa na wala hauwezi ukazaa mpaka utimize kile kitu ambacho tayari mimi nilikikusudia kwako. Naomba utimize yote, lakini pia umeshajua siri yangu mimi nafanya kazi gani na niko katika kikundi gani. Nimeteseka jamani, nimeteseka sana. Ikaja mimba kubwa tu, nikaenda kupima hivyo nini, mpaka mimba ilikuwa na miezi 9 kasoro wiki moja. Mume wangu alikuwa ananipenda jamani, alikuwa ananipenda yani sana. Namshukuru Mungu alikuwa akanipa mume. Siku hiyo tumelala usiku,